hakuna mpaka. Asanteni sana Songea. Kwa majina naitwa Mwalimu Shija Shibeshi. Taaluma yangu ni mwalimu na nimefundisha hapa Songea Centenary Secondary School. Kwa hiyo ninapoona watu wa Songea, mimi naona watu wa nyumbani. Najisikia vizuri kwamba niko nyumbani. Sasa Songea, nisikilizeni. Kwa vile mimi ni mwalimu, naomba tuingie darasani dakika chache sana. Baadaye niwaachie viongozi wengine waendelee. Miaka 6 au 7 hivi kabla sijazaliwa, lilitokea tukio moja la ajabu na kushangaza sana nchini Marekani, ambalo lilimhusu mwendesha ndege mashuhuri anaitwa Robert Anderson, au kwa jina lake jingine la kijeshi anaitwa Bob Hoover. Bwana Bob Hoover alialikwa kwenye urushaji wa ndege katika mji mmoja unaitwa Santiago. Santiago ni katika uwanja unaitwa Brown Field, uwanja wa manispaa, the Brown Field Municipal Airport. Bwana Bob Hoover au Robert Anderson alipomaliza kufanya show ya ndege, alitakiwa kutoka huko alipokuwa anafanya show kurudi nyumbani Los Angeles. Sasa Bwana Bob Hoover akiwa na abiria wawili akairusha ndege angani baada ya kumaliza show. Ghafla injini zote za ndege zikazima. Akiwa urefu wa feet 300, Bwana Bob Hoover ambaye alikuwa anafanya show ya kurusha ndege na mwanajeshi mashuhuri nchini Marekani aliyepigana vita vya pili vya dunia na Korean War, ghafla akaingia kwenye changamoto ya kutaka kupoteza maisha. Bwana Bob Hoover akiwa katika hatari, ikabidi aende kwenye injini za ndege kutaka kuangalia tatizo gani limetokea. Bwana Bob Hoover alipoenda kwenye injini, akakuta aliyeweka mafuta kwenye ndege amechanganya, a young line service technician amechanganya kuweka mafuta. Ameweka mafuta ya taa kerosene au jet fuel badala ya kuweka aviation gasoline au avigas. Bwana Bob Hoover hakuwa na namna, yuko angani, ikabidi atoe tu taarifa kwenye mamlaka za uwanja wa Brown Field. Baada ya hapo, Bwana Bob Hoover kwa sababu hana namna yoyote, ikabidi aanze kuishusha ndege. Kijana aliyeweka mafuta akafanya uzembe wa kuchanganya, akiwa analia kwa uchungu, anaenda kulisababishia taifa la Marekani hasara ya mpigania vita mashuhuri katika nchi hiyo. Huyo kijana akaanza kulia kwa uchungu, akifikiria namna ambavyo anaenda kulisababishia taifa la Marekani kupoteza raia watatu kwa uzembe aliofanya. Huyo kijana alilia kwa uchungu, akitafakari namna ambavyo anaenda kulisababishia taifa la Marekani kupotea kwa ndege kwa sababu ya uzembe aliofanya. Bwana Bob Hoover akaishusha ile ndege chini. Mungu akasaidia, ile ndege ikaseleka. Bwana Bob Hoover akatoka akiwa salama pamoja na abiria wawili. Wangekuwa watawala wa nchi hii, yawezekana wangemwadhibu yule kijana young line service technician, lakini Bwana Bob Hoover aliachilia msamaha, akamfuata yule kijana, akamwambia maneno yafuatayo: there isn't a man alive who hasn't made a mistake. Hakuna binadamu hapa duniani anaishi ambaye hajawahi kufanya makosa. Bwana Bob Hoover akamwambia, kijana, umechanganya kuweka mafuta kwenye ndege, lakini naamini kwamba hautarudia tena. Bwana Bob Hoover akamkumbatia, akampa neno la matumaini, akamwambia kwamba kesho wewe ndiye utaweka tena mafuta kwenye ndege ili niendelee na safari ya kurudi nyumbani kwangu. Nataka kusema nini? Watu waliofanya uzembe, dada zetu, baba
kukomboa demokrasia ya taifa letu. Walifanya uzembe mkubwa. Leo taifa letu liko katika machungu makubwa. Leo watu wetu wanaishi kwa hofu. Watu wanaolipenda hili taifa wanaishi kwa mashaka. Ni kwa sababu kuna watu walifanya uzembe kama ambavyo walifanya bwana Young Line Service Technician. Ndugu zangu, sisi Chadema tumekuja hapa leo, tumekuwa tukisubiri habari ya haki kila wakati, tukisema kwamba hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao mwenyekiti wa CCM ndio anachagua makamishina wote watano, mwenyekiti wa tume, makamu mwenyekiti wa tume na kila kitu, halafu kategemea uchaguzi utakuwa huru na haki. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao mwananchi hawezi kuchagua hata mwenyekiti wa mtaa kwa sababu wao wana kila kitu. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi namna hiyo. Ndio maana Chadema tumesema suluhisho la matatizo yote haya ni katiba mpya. Free to peoples. Hakuna mpaka. Chama chetu kimeniamini, kimenikabidhi ukatibu wa kanda ya kusini, mkoa wa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Tutatumia demokrasia kuhakikisha kwamba tunaondoa hawa watu. Peoples. Mwenyezi Mungu abariki sana. Nitarudi, mimi ndio mtendaji wa chama hiki. Na niwaombe Songea, tutaambizana tujisajili kwa wingi Chadema, huku tukipigania haki tuweze kupata katiba mpya. Mwenyezi Mungu abariki sana. Asanteni sana, tutakutana siku nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, na kukaribisha. Ni kijana wa nyumbani.